Mfalme Farao akahuzunika, akaita waganga, watu wanaotafsiri ndoto. Waganga wakashindwa kutafsiri ndoto. Ndipo Mungu akamkumbusha yule mtu ambaye Yusufu alimtafsiria ndoto kule gerezani. Akasema, mfalme, leo nimekumbuka makosa yangu. Kumbuka siku ile ulivyonifunga kule gerezani, kuna mtu alinitafsiria ndoto. Haleluya. Wakasema, mwiteni. Wakaenda gerezani kule, wakamkuta kijana Yusufu yuko pale. Wakamchukua, wakamnyoa nywele, wakamvalisha mavazi, anakwenda kusimama kwa mfalme, kutoka kuuzwa, kufungwa, hadi kusimama mbele ya nani? Ya mfalme. Fika pale akatafsiri ndoto. Mfalme akasema, tumpate wapi mtu kama huyu? Wewe ndio unastahili, utakuwa badala yangu. Wewe utakuwa chini yangu, ninakufanya wewe kuwa waziri mkuu. Mungu akatoa mlango kwa Yusufu. Haleluya. Akafanya mlango, Yusufu akawa waziri mkuu Misri. Piga makofi kwa Yesu. Jaribu lina mlango, na linapotoka kuna mambo mema. Linapotoka jaribu kuna mambo mema naingia. Maana mambo mema hayawezi akaingia kwa sababu jaribu liko ndani. Haleluya. Haleluya. Linapoondoka ndipo mambo mema yanaanza kuja. Kwa Yusufu akapata mambo mema, na ndipo ndugu zake siku moja wakakutana naye kwa kusudi. Baada ya Mungu kuwa ameruhusu ile njaa, ndipo wana wa Israeli wakaenda kule Misri, wakakutana na ndugu yake Yusufu akiwa waziri mkuu. Nataka nikuambie mtu wa Mungu kwamba lipo kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Ilo kusudi la Mungu likijidhihirisha kwako, watu watamshangilia Bwana kwa ilo jaribu unalolipitia. Hebu vumilia, kipo kitambo kidogo tutashinda. Haleluya, haleluya. Muone Yesu aliyetuanzishia, yeye aliushinda na wewe utashinda. Yeye alipigwa, Biblia inasema Yesu alivumilia hata mauti ya msalaba. Alitii hata mauti ya msalaba. Alitii. Biblia inasema tukue hadi kufika kimo cha Kristo. Kimo cha Kristo ni kufika katika viwango vikubwa katika imani. Waefeso ile 4:13 inaelezea kukua hadi kufika